Naomba kupata ufafanuzi wa maeneo au nchi yanayotajwa katika kitabu cha Kutoka, hasa Misri. Maneno kama Misri. Sasa hapa nataka ufafanuzi wa Misri. Katika lugha ya asili Misri, neno hili ni neno lina asili ya Kiafrika na Kiegypt. Egyptian language, lugha ya Kiegypt ya wa Misri. Sasa ya wa Misri ni lugha iliyo inajitosheleza yenyewe. Na neno Misri kwa kawaida linaandikwa Misraim kwa Kiarabu, sio Kiarabu, kwa Kiebrania, lugha ya Misraim imeandikwa hivyo kwenye Biblia, ni Misraim. Manake nini? Ni nchi mbili zilizounganika. Neno hilo Misraim. Misraim kama inaandikwa Misri ni la sasa hivi Kiswahili, lakini Misraim katika vitabu manake ni nchi mbili zilizounganika. Nchi hizo ni zipi? Ni nimeshazungumzia hapa. Ni hapa Egypt, yani Misri ya kaskazini, na Misri ya chini, Lower Egypt. Kuna nchi mbili zilikuwa. There is Upper Egypt and Lower Egypt. Yani Misri ya kaskazini, lakini ya chini hapa, na ya juu na ya chini, ikiwa na maana kwamba Misri imeundwa na nchi mbili zilizokuwa, au tawala mbili zilizokuwa zinajitegemea. Tawala ya hapa Egypt ni hii inayokuja inakuja mpaka Sudan. Hiyo ndio inaitwa Upper Egypt. Kama Nile inavyoshuka. Nile unajua ni mto unaenda, na mto maji yake hayapandi, yanashuka. Kama hapa tunasema Ruvu ya juu na Ruvu ya chini. Ruvu ya juu ni hii iliyopo hapa karibu na mji wa Ruvu. Ruvu ya chini ile iliyoko kule Bagamoyo, sio? Lower Ruvu and Upper Ruvu. Ruvu sio kwa Kiswahili ni hiyo. Sasa the Upper Nile ni hii iliyoko Sudan. Inaanzia huko Ethiopia, White Nile and Blue Nile. Nile ziko mbili, najua. Kwa hiyo kuna White Nile and the Blue Nile. Sasa huku ndio mpaka zinapokutana Egypt, ndio hii inaitwa Upper Egypt, na ndio iliyokuwa Egypt ya Wanubi, watu weusi, ndio Upper Egypt. Na walikuwa na mfalme wao, a crown king, mfalme wa Egypt ya kusini, na huyu Misri ya kusini. Na kwa hiyo huyu alikuwa na nguvu sana kwenye karne ya 8 BC. Alikuwa na nguvu sana. Alafu kule chini inavyoingia sasa bahari ya Mediterania, ile ndio Lower Egypt, yani Egypt ya chini, Lower Egypt. Na hiyo ndio yenye delta kule. Delta tunajua nini? Ndio mto wa Nile unaingia kule, na huko ndio kwenye mazao mengi, kwa sababu maji yale yanasambaa eneo la zaidi ya maili au kilomita 200, yote ni Egypt inaingia. Sasa huko ndio iliitwa Lower Egypt. Sasa baadaye iliunganika baada ya mfalme wa kaskazini. Kwanza walitawaliwa na yule wa kusini, manake wa Upper Egypt ndiye alitawala yote. Baadaye alizuka
mfalme huko wa kaskazini wa Lower Egypt, maana akamshinda yule wa kusini. Vita ilikuwa inapigana kila mara kwa mara. Mara karne mbili huyo anatawala, karne moja huyo anaingia tena. Kwa hiyo kulikoko mgongano wa katika hizi falme mbili. Moja ikawa dominant baadaye, ambayo ilisaidiwa na wale Hyksos au Waarabu. Nimesema walikuja kwenye karne ya 6 BC. Waliishi sehemu za kaskazini ambapo hawakuwa Wanubi wengi. Kwa hiyo walikaa kule, wakaboost ile Northern Kingdom au whatever we call the Lower Egypt, ikawa na nguvu, ikatawala mpaka ile ya kusini. Lakini baadaye ile ya kusini ikapata tena nguvu, ikawafukuza wale Hyksos, wale wa Kiarabu, Waajemi na watu gani, hao wakafukuzwa tena. Kwa hiyo kulikuwa daima mgongano kati ya Upper Egypt and Lower Egypt. Sio moja ilikuwa imetawala sana, ni baada tu ya Waarabu kuingia ndio ilianza kuvuruga ile stability, lakini walikuwa nagongana. Sasa Misri ni nchi iliyo na historia mbili tofauti, na ndio maana Farao ambaye ni mfarao wa muungano anaitwa the United Egypt, mfarao wa muungano huyu, kofia yake ilikuwa iko kama pembe. Tuseme nitanisamehe tu kama natumia, kunaweza kukaza kama kofia za askofu. Kofia ya askofu inavaliwa tofauti, ina huku mbele na nyuma, sawa. Lakini mafarao wale wa United Egypt, Misri ya muungano, walikuwa wanavaa ile askofu tunajua mbele, alafu hapa kuna ile mgawanyo, alafu nyuma tena inainuka inakuwa sawa sawa, na tunapovua tunaifunga, sio? Sasa kwa wafalme mafarao kama wakina Ramses, wakina Tutankhamun na wakubwa wale Tutmosis na wengine, walikuwa ile kofia yao ilikuwa na simbo mbili, ilikuwa na ishara mbili. Moja ina kobra na nyingine ina ra, jua chini yake nyoka. Sasa anavaa inakuwa bapa, yani moja nyeusi na moja nyeupe kwenye rangi zao. Alikuwa sio ile askofu inaenda hivi, ile ya kwao inaenda hivi na inagawanyika katikati. So you will find the Pharaoh, the great Pharaoh, unakuta na kofia ambayo katikati kuna mgawanyiko, huku nyeusi na huku, na katikati kuna kobra na ra, najua. Hizo ni ishara za hizo falme mbili. Huyo ni anatawala Egypt yote, yani Misri yote. Kwa hiyo inaitwa Misraim, nchi mbili. Raim, Ain, ukitumia Ain katika Kiarabu, sio Kiarabu, katika lugha ya Kiakadi, Akkadian, yani ile the mother of the Semitic. Ukitumia Ain, ukiweka Ain kwenye neno, manake mbili. Hata Yerusalem, haitwa Yerusalemu. Hapana, sio Yerusalemu, Yerusalem. Mji wa Yerusalemu ni miji miwili, mji ambao una milima miwili. Sasa kama mtu aone Yerusalem, tunaita nikisoma Kiebrania hapa ni Yerusalem. Siwezi kusema Jerusalem doesn't exist. Yerusalem manake ni, ukisikia tu Ain ujue ni vitu viwili, ni duo kwa Kiingereza. Kwa wale wanaojua lugha tunaita dualism, manake ni vitu viwili vilivyounganika. Kwa hiyo Yerusalem ni mji ambao kuna Ofeli kule chini, mlima mdogo, na Sion kule juu ambapo wamejenga hekalu. Chini ni mji wa Daudi. Kwa hiyo ni miji iliyogawanyika, ina milima miwili. Ndio hiyo hata Egypt ndivyo ilivyo.
asili ya Egypt ni hiyo. Tuendelee mbele, kuna kitu kingine anauliza anasema umbali wa kati ya hii miji iliyoelezwa hapa. Moja na utaja Midian. The Midian ni mji ambao uko upande wa east, wa mashariki mwa Egypt, kwenye mbuga. Na Wamidi ndio waliishi Wamidiani waliishi hapo kama kilomita 550 kutoka Misri, kutoka Cairo, Misri. Ukienda Midiani utakuta ndio pori lile lenye kilomita 560, ni pori kubwa. Hiyo yote waliishi Wamidiani huko, ambayo tukisema jangwani, anauliza jangwani. Jangwani ni jangwa lote la Arabian Desert. Hilo ni jangwa lote, kuanzia ukivuka mto wa Red Sea, mto wa bahari ya Sham, ukienda mashariki kutoka Egypt, kutoka Misri, yote hii ni jangwa mpaka unafika kule Uarabuni wenyewe. Kwa hiyo ni Arabian Desert tunaita, ndio jangwani. Na na jangwani kuna milima, tusifiri jangwani ni flat tu, kuna milima. Na ndio maana walikuwa wana nini sasa, mining kwa Kiswahili tena, kuchimba migodi. Ilikuwa migodi ya chuma, na ndio maana kulikuwa na makao madogo. Migodi ilistawi sana sehemu za jangwani huko. Walikuwa wajagundua mafuta, talasivyo ingekuwa matatizo. Asiyo wangeyafanyia kwa kufanya nini mafuta hayo ya chini. Hawakuwa na vyombo vya kuchimba chini. Wangejua kuna mali huko chini, nafikiri wengine hawangeachia nchi hizo. Lakini wakati ule ilikuwa kwa migodi ya chuma, na ndio waliweza kutengeneza asasi silaha chuma, wakati ule silaha, na pamoja na kutengeneza masanamu na vitu kama hivyo. Na hasa kwa ujenzi walitumia sana chuma hizo, zilitoka Misri jangwani, na huko ndio tuna historia nao. Kwa hiyo tukisikia jangwani ni vast, tunazungumzia labda kilomita 1000 za jangwa, ukitoka Misri kuelekea mpaka Saudi Arabia huko. Kwa hiyo jangwani ni ile area walioishi kuanzia kutoka wakati wanavuka, walivuka bahari wakaanza kuingia jangwani. Na bahati mbaya au nzuri, hawakupita straight kama wanaenda Kanaani. Kanaani sio jangwani. Sehemu ya Kanaani ina jangwa kusini, lakini sehemu kubwa ya Kanaani Palestina ni kaskazini mwa jangwa. Kwa hiyo milima, safu za milima za jangwani huko, mojawapo ni Sinai. Na Waisraeli walipotoka Misri hawakwenda straight, lazima ingekuwa muda mfupi tu, sio kilomita nyingi sana. Pale pengine ingekuwa kilomita labda 240 tu, wangevuka kama straight. Lakini wao walishuka chini. I don't know the reason, but God was leading them towards Sinai. Sinai iko chini, karibu mwishoni huku, na kule kupinda kurudi. Kwa hiyo ni ajabu sana. Wengi tunajiuliza why, lakini ndio maana walichukua miaka 40 kuvuka. Miaka 40 si mchezo. Wengine hapa tungekuwa tumezaliwa huko na kufia huko. Wengine hapa jamaa hawana miaka 30, ulikuwa unaelezwa tu tumetoka wapi, umezaliwa huko jangwani. Sasa kwa hiyo ndio maana walipovuka tu wakatairiwa.
Yoshua alichukua kisu akaanza kukata kila kwa hiyo walishuka wakaenda Sinai, wakapanda tena kuelekea huku Jericho, wakavuka mto Jordan, wakaingia kwa nyuma, wakaja Jericho, kutoka Jordan wakaingia Jericho. Kwa hiyo kulikuwa process ya ni kwa nini Mungu aliwaelekeza hivyo na Musa akawaelekeza hivyo, wasiende straight forward, pengine ili wapate experience ya kuwa pamoja. Najua kuunda taifa kama Nyerere alivyofanya kwa taifa hili ambayo never existed. Hakuweko Tanganyika, hakuweko nchi inaitwa Tanganyika, haikuwepo. Nyerere ndiye ameanzisha. Kuunganisha vikabila vingine vilikuwa matata sana. Walikuwa na pride, heshima. Mimi ni mfalme wa Luguru, mimi mfalme wa Masai, mimi mfalme wa Chaga, mfalme wa Pare, mimi mfalme wa vikafalme wa huko Mahenge huko vivi. Mfalme wenu aliitwa mzee wenu mfalme wa Pogoro na basi Nyerere aliwaambia nani sisikie kuna kamfalme hapa. Akaunganisha wote na tukawa na Tanganyika, na baadaye alikuwa anaendelea tukawa na Tanzania ambayo na msukosuko wa kufanya vizuri sana pale katika kuunda Tanzania. Hapo kuna sijui alikuwa na hofu gani, lakini basi tu naona utaleta msukosuko bado. Alafu hapa nauliza kutoka Misri walikotoka kwenda Kanaani straight forward ni kilomita 240. Kwa hiyo pale 240 hata mpaka 300, nategemea unaenda wapi. Na unasikia kutoka pale walipotoka Thebes, kutoka mji wa Farao walipokimbia mpaka mlima Sinai ilikuwa kilomita 410. Hiyo ni kilomita nyingi sana kushuka kule. Kama mtu anatembea kutoka tuseme kiufupi ni kama kutoka Dodoma kwa miguu mpaka Dar es Salaam, au kilomita ngapi? 400 na ni distance hiyo. Kwa hiyo tunajua walitembea wengine hapa tungefia njiani, unajua. Alafu anauliza Sinai na Kanaani naeleweka. Alafu tunaambiwa Musa alikimbilia nchi ya Midiani. Ndio hiyo Midian ni hiyo jangwa hilo east of Egypt, na huko kulikuwa kwa wafalme walitawala, sio kwamba there was empty. Na kwa hiyo alikimbilia huko bila shaka Midiani, na akuta huko watu ambao walikuwa wanaishi kwa kulisha, walikuwa wachungaji, na pia kama nimesema walikuwa wengine wanafanya kazi za machimbo ya madini ya chuma. Alafu anasema Musa aliwachukua mkewe na wanaye kurudi nchi ya Misri. Of course, kwa nini? Unajua sisi tunafikiri kwamba manake hapa distance ilikuwa sio, Midian ni nchi kubwa, lakini hizi kuishi mpakani na Misri. Kwa hiyo unaweza kuwa hata kilomita labda 100 tu umeshafika Misri. Nategemea location unayotokea. Au Midian ni nchi kubwa, ni jangwa kubwa, na kuna hali ya hewa tofauti. Wengine walioko karibu na Mediterranean, yani Red Sea, wanaweza kuwa na miti na nini, hali ya hewa ni tofauti. Na wale walioko central kule karibu na Sinai kule, na kwa ni mchanga mtupu na miamba.
Kwa hiyo hapa tuelewe, tusiwe na kama ilikuwa na hali ya hewa ile. When you move, ukimove kutoka mahali pengine kwenda mahali pengine, hata hali ya hewa, vegetation, flora and fauna na hali tofauti. Kwa hiyo tujue hata Midian, unaweza kuwa Midian ni sehemu hizi za kazi. Midian ni expansive, ni area kubwa Midian yenyewe. Lakini alipoishi huyu mkwewe na watoto wake na mabinti, pengine walikuwa kilomita 100 tu kutoka Misri. Na kwa hiyo au katikati huko mpaka alipo tena ni sehemu za kusini naonekana ya Midian, kwa sababu tunaelezwa kwamba Musa alikimbia kwenda huko Midian, akakutana na katika kuhangaika kwake tena karibu angefia huko na maji hamna, ni jangwa na cross jangwa kasem kavu mpaka tunasikia alikuta hata kibush, what is that, kichaka kinawaka. Kwa hiyo haikuwa ile jangwa kavu kama Sahara, ni jangwa ambalo lilikuwa na kiasi fulani cha vegetation. Tuna tofauti, the Great Sahara ni kitu kingine. Kwa hiyo ili jangwa la Arabia lilikuwa na oases. Unajua oasis sio? Ambapo unaweza kukuta hata watu wanaishi mji mdogo, unategemea yale maji yaliyoko kwenye ile oasis. Kwa hiyo ilikuwa kuna oasis. Bila shaka huyu anaitwa Yethro au nani? Mkwewe. Bila shaka aliishi kwenye oasis ambayo anamiliki Yethro. Sasa naendelea. Musa alimwambia, sasa ameuliza kitu kingine. Kwa hiyo tuzungumzie tu kwamba Musa aliweza kwenda na kurudi. Manake alipochukua mkewe na watoto aliweza kurudi Misri. Wakati alipopewa jukumu la kuwakomboa Waisraeli, alirudi tena, always kwa miguu. Na hiyo watu hao walikuwa na strong legs. Sio sisi unatembea kilomita 3 umeshachoka ulimi mpaka unatoka nje. Sisi miguu yetu, mmoja ameandika tutakuwa maskini sana baadaye. Siku hizi miguu ya wazazi wetu sisi ilikuwa strong. Hata bibi alikuwa anaeleza jinsi alitoka kule Marangu kwangu nyumbani mpaka Moshi mjini. Na mimi nashangaa, unaweza? Akasema mbona tulienda na kurudi tu. Na walipita kule juu ukirua kwa mtu fulani hapo. Hata kule juu. Sasa kwa hiyo ilikuwa rahisi. Lakini kwa sasa hivi nikikwambia uende Dar es Salaam kwa miguu, nafikiri mbona itakuwa ni majadiliano yatakuwa marefu. Haiwezekani. Hata lazima haiwezekani, hata kushangaa unakichaa. Hiyo distance ya kilomita 200 haiwezekani. You see, that's it. Lakini zamani walikuwa na nguvu hizo za kutembea kwa sababu hawakuwa na njia nyingine. Au ukiwa mwenye uwezo unapanda punda kama Maria na Yosefu, bila shaka walitumia punda. Ndio hiyo kwa means, na matajiri walitumia farasi. Lakini farasi ni kwa watu waliokuwa matajiri kabisa, kama siku hizi kuwa na Mercedes Benz. Kwa hiyo watu walitumia farasi. Karibu. Najaribu kutengeneza picha ya kuelewa hiyo safari ilivyokuwa inaenda, kwamba labda wanaenda kidogo, wanapanda baba mahindi, ngano nini, wanavuna kidogo, wanaweka kwenye viroba nini, wanasafiri tena miezi 2-3, wanaweka kambi, mvua inakuja, labda wanapanda tena vimahindi vingine hapa na ngano kidogo, wakishavuna wanasafiri tena kidogo hivyo namna. Kwa sababu najiuliza wasingeweza kubeba magunia, wametoa wapi? Unajua walikuwa na hawa punda nisema. Wanyama wa mizigo. Na pengine ni wachache sana walikuwa na ngamia. Hawa ni wale wa biashara wakubwa, wale matajiri kuliko hata wao wanaobeba farasi.
Ngamia they could not be sio rahisi, mnyama gharama kubwa sana kuwa na ngamia. Lakini bila shaka wengine labda walipata ngamia mmoja wawili wanabeba, lakini tujue kwamba walikuwa naongozwa na Mungu mwenyewe. Tusahau, labda tutakuwa tumeenda nje ya Biblia. Mungu alikuwa anawaongoza kila step. Akisimama na wao wanasimama, ile wingu likisimama na wao wanasimama, hawaendi. Na likimuvu na wao wana move pamoja na hema lao na kila kitu. Wakifika mahali asipotaka wa move, wanaweza hata kufanya unachosema. Kama kwenye oasis kuna maji pale, wanaotesha viazi, wanaotesha vitu kama unasema ngano kidogo. Baada ya miezi 3 wanavuna, wanapiga. Wanapo ile simbo ikitokea kwamba tena ametokea kwamba tuna move, wakiona imemove, wanakusanya kila kitu, mahema wanayakunja, pakia kwenye wanyama wao wa usafiri na nini, wanaendelea mpaka isimame tena. Kwa hiyo they were always led by God himself, anayetoa hata kivuli anawekea. Sasa swali lingine kuhusu mchanganyiko wa, kwa mfano hiyo wanapata ngano kidogo na mana ile, kwamba sasa hiyo mbele ilikuja kujaje tena kwamba bana hapa sasa hatuna kitu na hatuwezi kufanya kitu, na ndio wanamlilia nini, ndio anamlilia sasa. Ndio maana anawapa maana na ile kwale, wale wanakula, wanapata nyama kutoka kwale, ingawa walikulalamika haitoshi, na wanapata hata maji, because it happens that the distance is exhaustive, maana ni kubwa. Kwa hiyo walihitaji msaada, hawezi tena kulima, jangwa ni kubwa, kutoka kingo ya Red Sea, yani bahari ya Sham, waende mpaka Sinai. Hapo kuna distance ya kilomita labda 80. Hakuna kitu, jangwa kali. Sasa watu wanatembea kilomita 10 kwa siku, wanakaa hawana chakula, itakuwaje? Hawezi kulima tena mpaka wapate oasis, mahali penye maji. Kwa hiyo malalamiko yalikuwa mengi, na hiyo ndio maana Mungu aliprovide, aliwapa maji, aliwapa mana, yani mkate, na pia aliwapa kwale kama nyama. Ndio hiyo historia yao, ni hiyo. Mungu aliwatunza, ni muhimu sana hilo. Alafu tunaambiwa Musa alimwambia Haruni, nenda jangwani. Mungu alimwambia Haruni, nenda jangwani ukutane na Musa. Wakakutana katika mlima wa Bwana. Ni mlima gani? Kumbe nauliza mlima wa Bwana. Mlima wa Bwana daima ni mlima Sinai. Ni mlima wa Bwana, ni Horeb. Mlima wa Bwana una majina hayo mawili. Kwa hiyo ukisikia mlima wa Bwana ni the Mount Sinai. Na mpaka leo mlima una hadhi tofauti. Kwa hiyo wakutana mlima, hii ni narrative ya baadaye, manake mlima wa Bwana mlima Sinai. Hakuna mlima mwingine. Katika vitabu vya kwanza vile vya Pentateuko. Torati. Vitabu vya Torati. Sawa mwalimu. Torati. Lakini sasa sisi kwa huko tunatumia Torati, maana Torati ni Kiebrania. Neno Torati yaani maana instructions. Torati maana ni instruction kwa Kiswahili nini tena? Mafundisho. Kwa hiyo lakini kwa hiyo tunaita Pentateuch kwa lugha inatokana na lugha ya Kiyunani, maana Kigiriki. Lakini ukizungumzia nje ya vitabu vya Musa hivyo Torati, ukienda Agano Jipya, mlima wa Bwana unaweza kuwa hata manabii, ambapo hawapo tena mazingira ya Sinai,
nje ya mlima, nje ya vitabu vile vya Torati, nje yake mlima wa Bwana unaweza kuwa baada ya Daudi kuuteka Yerusalemu, unaweza kuwa ni Yerusalemu pia. So you must be, lazima uangalie mlima wa Bwana wapi. Manake pia mlima Yerusalemu kama nilivyosema ni milima miwili, ni mji wenye milima miwili, na huo ulikuwa ni mji wa Bwana. Hawaiti mlima wa Bwana, unaita ni mji wa Bwana. Tusichanganya mawili. The city of God, Yerusalemu. Tunaendelea mbele. Mungu alimwambia Haruni, nenda jangwani ukutane na Musa. Na hii nimeshajibu ni mlima gani? Ni Sinai huko. Je, waliwezaje kusafiri na kufika sehemu iliyotakiwa? Maana maandiko yameandika kama umbali mdogo na tofauti na matukio ya muda mfupi. Ni kweli Biblia haiko so much interested in distances au precisions. No. Lazima wao, Biblia ina ujumbe always. Ujumbe wake ni kila kitu ni yeye ana control. Mungu, ujumbe wa kwanza, Mungu ana control kila kitu. Even their movements, even their sustenance, manake wale nini wanyu nini mwote. Kwa hiyo always kila wakati wa Israeli hawakuwa wenyewe, walikuwa na Bwana, mlinzi wao, mtunzaji wao na kila kitu. Kwa hiyo ni kabila ambako kalikuwa nategemea Mungu kwa kila kitu. Ndio hiyo fundisho kuu la safari ya Sinai ya Wayahudi jangwani. Maana sisi hapa tunaishi kana kwamba Mungu hayupo. Sasa hiyo ni fundisho kuu, nasema kuu hilo. Lakini hapo nasema walikuwa wanatembea jangwani, ingawa ni jangwa, lina njia. Tusishangae, lina njia. Kama nimesema uliweko machimbo mbalimbali ya chuma na nini, kulikuweko barabara huko jangwani. Wale waliokuwa wanakuja kwa biashara kutoka Ashuru, kutoka mataifa ya mbali sana, walipita wapi? Na ngamia zao, na pengine ni ngamia hasa walitumika, na punda wao. Walipita njia ambazo zilijulikana. Kwa hiyo si kwamba walikwenda tu blindly. They followed particular roads. Njia inayoenda mji fulani, naenda huko na huko, walijua. Kwa hiyo tusifikiri kwamba walikuwa hawakuwa na compass ile kujua sasa. Jangwa linatisha lakini. Kwa hiyo bila kuwa na mtu ambaye pengine ana jiografia pale, na zile barabara zinazikwa na mchanga. Kwa hiyo lazima watu fulani waliokuwepo kati yao, hata kama ni Wayahudi. Kuna Wayahudi walikuwa wanafanya bila shaka biashara. Sio tusifikiri kwamba watu wote waliishi kama kuku kwenye banda moja. Wengine walikuwa na ujuzi, walikuwa na elimu, walikuwa watu tofauti. Ndio maana walimletea Musa matatizo, makashikashi nyingi sana. Walikuwa wengine ni wabishi na walikuwa na maslahi tofauti. Ona kwenda kumchukua waziri afu nampeleka jangwani, hamna chakula. Na wasema mimi kule nilikuwa nakula nyama kwa wingi. Unafikiri wote walikula nyama? Hamna. Wengine walikuwa kazi yao ni mawe kule, kubeba matofali. Shida kubwa. Wengine kati yao walikuwa mabosi. Kwa hiyo not that they were all the same. They were not the same. Na kwa hiyo baadhi yao walikuwa wafanya biashara. Na kwa hiyo walijua njia hizi kuelekea Sinai, kushuka chini huku. Najua Sinai karibu na kuja huku Yemen. Kwa hiyo walikuwa wanaenda. Halafu kuna wengine walikuwa wanajua barabara za kwenda kaskazini, huku Lebanon. Kwa hiyo
ndio hizo walifuata barabara hizo zilizokuwa zinaenda kwenye machimbo mbalimbali. Walibebaje madini, uchuma utabebaje? Waliprocess kule kiasi, lakini walileta kwenye miji mikuu ya wafalme. Kwa hiyo njia zilijulikana. Tusifikiri kwamba they were blind, they did not know. We don't hear kwamba walikuwa nauliza tunena njia gani hii. Hamna, they knew. Kwa hiyo anasema tunaenda mpaka mahali fulani, naenda mahali fulani. Na Musa alikuwa msikivu with fear, kwa sababu njiani wangeweza kupata mashambulizi makubwa, na walipata pia. Tuende swali lingine. Tunaambiwa Mungu alitaka kumuua Musa kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya 24 mpaka 26. Sababu ilikuwa ni nini na fundisho gani lililopo hapa? Ndio, Musa alikuwa amepata msukosuko baada ya kutoka Midian na mke wake na mtoto. Tunaambiwa hivyo, sio? Ndio wanarudi Misri, wametumwa akakomboe. Kwa hiyo alibidi kuondoka na mkewe na watoto wake wakiwa wawili. Anasafiri, nafikiri mmoja au wawili. Anasafiri. Kwa nini alitaka kumuua? Ndio tumeandikiwa hii, ukisome hii sura ya 4 hapa aya 26, 24, 26. Alikuwa anataka kumuua kwa sababu hakushika yale ambayo yalitakiwa kwa Myahudi. You cannot meet God. Wewe umeagizwa kutahiri na utahiri. Wewe ni nani? Hakutambui. Naam? Sasa hicho ndio unapenda kuangalia pale. Mke wake ndiye alimtahiri mtoto na akapaka damu yake kwa Musa. Kwa hiyo tunaita by proxy, ni kama amemtahiri. Si kwamba alimtahiri Musa moja kwa moja. Alitahiri mtoto wake, na ile damu ya mtoto wake akampaka Musa, sivyo? Sasa masomi sawa sawa. Watu wanafikiria alimtahiri mumewe. Hapana. Msome, muangalie. Sasa mnaniambia ndio, na ile damu akampaka Musa, ikawa ni by proxy amemtahiri. Kwa hiyo iwe ni hivyo na hivyo. Sasa ikawa kwa sababu Musa alikuwa amemwacha kutahiri mtoto, na kaadhabu alitaka kummaliza. This is very serious. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule mtoto sio Myahudi, hajawa uzao wa Abrahamu. Alivunja ile agano la kwanza. Kila mtoto offspring, mtoto wa Abrahamu atahiriwi ili aingie kwenye agano na Abrahamu. Sasa unaleta watu gani? Unaleta wapagani hapa. Kwa hiyo Musa alitaka kupata adhabu kali sana. This of course, umesema fundisho gani? Hakuna kueleza kitu hapa. Kama nafanya mchezo na ubatizo wetu ni muhimu sana. Unazaa mtoto unamwacha tu, humbatizi, utapata kipigo. Dile tohara ni kama ubatizo, na kwa hiyo tunaambiwa hapa tuhimize kubatiza watoto wetu, tusiwaache kama wapagani tu. Nasikia mfano huu wa Musa, hii sura ya 4 kitabu cha Kutoka, itupe warning, na walimu kama mwalimu wangu hapa, kuwaambia Wakristo wasicheze na Mungu. Sasa ameshatupa ubatizo ambao unatuingiza kwenye Ukristo, yaani kuwa na katika agano na Kristo, halafu nakataa kufuata, wazazi watapata kipigo. Sisemi ni namna gani. Yes. Ya muda umekwisha tena. Ni kama sasa tunaona sura mbili za Mungu, kwamba upande ule wa mwanzo Mungu alikuwa very strict, kwamba huyu wewe hujafanya kitu hiki na yaweza nikakumaliza hapo hapo. Upande mwingine Yesu, tunaamini mwana wa Mungu, anamruhusu
mwanamke mzinzi, nani anakuja karibu yake, anamshika, anafanya nini? Sasa hizi sura mbili za Mungu, kwamba upande mmoja Mungu hataki mchezo na upande mwingine Mungu anamwambia mzizi, mzambi, njoo karibu mpaka hapa uniguse, ufanye nini? Najiuliza sasa, sawa, manake yule mwenyeji wa nyumba aliuliza, alisema huyu angejua huyu nani angemtimua. Pale. Sasa ndio swali langu hilo kusema kwamba kwa nini Mungu hapa sasa sisi tunaiga ipi? Tunaiga hii kali ya Mungu au hii merciful ya Mungu? Sasa Mungu ni mwenye huruma sana. Ni strict katika yale ambayo wewe unajua la kufanya na ufanye. Kiburi au kumsahau katika maisha yako, kumsahau Mungu, yule anakuja kwa ukali, ambapo wewe ulipaswa kuwa unamfahamu na unamtegemea na ungepaswa kuwa mfano. Sasa wewe kiongozi gani ambaye hufanyi? Ndio hiyo anakuwa mkali kwa hilo. Lakini Kristo Yesu ni sura ya pili ya Mungu, Mungu mwenye haki na Mungu mwenye huruma. Kristo ni huruma ya Mungu iliyofanyika mwili, na ndio maana utakuta maneno ya mahubiri ya Yohane Mbatizaji yanakinzana kiasi fulani na mahubiri ya Yesu. Yohane anatupa picha ya siku za mwisho, chengo linapita huko, moto na waka, watu kuogopa sana. Lakini Yesu anakuja, ndio maana hata Yohana alisita, sasa imekuwaje tena? Manake Yesu anakuja anasema tubuni, mfalme ukaribu, na anasema hawa ni wagonjwa wanahitaji tabibu, na tabibu ndio mimi. Kwa hiyo anawapa nafasi. Mungu ametoa nafasi, Yesu anakuja kutupa nafasi ya kurudi. Na metanoia manake ndishuvu, kurudi. Kwa hiyo Yesu ni huruma ya Mungu inayokuja kwetu. Ndio maana alikuja kwenye hali ile duni kabisa, ili kila mmoja apate nafasi, na sio kwa ajili ya matajiri au wafalme au nini, hapana. Sasa hizi sura mbili ni Mungu huyo mmoja. Mungu astaniwe, asidhihakiwe, asichukuliwe poa. Poa. Tumuogope Mungu, fear of the Lord ndio hekima ya maisha. Tumuogope Mungu, anatisha. Picha hiyo haitaisha. Na mara nyingine sasa ile sura ya Mungu hakimu itakuja mwisho wa nyakati. Mungu hapa, Yesu hakuja hakimu kwa sasa, the incarnate, hakuja kwa kuhukumu, sikuja kuhukumu. Kwa hiyo hapo ni tuone tofauti. Lakini kuna siku atakuja kwa hukumu, na ndio itakuwa kilio na kusaga meno na sisi wenyewe tutapata matatizo makubwa. Kwa hiyo tuwe hivyo na mtazamo huu, tuone kwamba kuna Mungu ambaye ni haki. Ni ndio wenzetu wanaofuata Mungu wa haki, Mungu mkali, Mungu nini, sheria, amri. Alafu kwa wakati ule Mungu huyu hata Isaya anatuambia ni mama anayetuonea huruma. Ndio maana alirudi kwenda kwa Waisraeli Misri, akawapanishi tena walipokuwa na matatizo, aliwamaliza. Hata Musa alipata kipigo, ile sura ya mwisho ya 46 huko. Tunaambiwa Musa akuruhusiwa kuvuka bahari Jordan kwenda nchi, sababu alikuwa na wasiwasi. Badala ya kusema tu maneno maji toka maji, akaenda kuchukua fimbo akapiga ule mwamba. Hiyo ni kukosa adabu, kudharau maneno na amri ya Mungu. Akaadhibiwa adhabu kali sana. Nchi ambayo umetaabika kwayo mpaka mwishoni, na iangalia pale na kuruhusu angalie nchi, alafu akwambia utaingia huko. Adhabu kali sana. I don't know whether we understand that. Ni the most worst punishment you can. Na ndio Mungu alivyo. Kwa hiyo
kama amemwadhibu Musa, na hapa anamthreaten kwamba utakufa. Ndio huyo Mungu mkali tuelewe. Kitabu cha Agano la Kale ni kitabu cha mafunzo. Their training ni kutayarisha wanadamu kukutana na Mungu alivyo, na kukutana na Mungu alivyo ni katika Kristo. Kwa hiyo Agano la Kale ni matayarisho ya kuja kwa Agano Jipya, matayarisho. Na kwa hiyo huku ni ufunuo. Mungu anajifunua zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Na pale mwanzo ukianza kuzembea kulea watoto, hapa ndio matatizo yaliyopo sasa hivi nchini. Watu nazungumza sana, lakini hata wao wanaofundisha sana na maneno mengi, hao ndio wanaharibu watoto wao. Bosi karibu. Kitoto kinakuja naambia bosi, unataka nini? Sasa wewe unategemea nini? Litoto hili litakuwa jinga. Na hapa afadhali baba amwelekeze mtoto na akafinye, wacha hii tabia hii. Anaenda na kojopo mlangoni, nasema sasa bwana umefanya nini hapa? Ngoja nisafishe. Na umfanye aelewe kwamba nimefanya sio sawa. Sasa unasema usipige watoto, simgusi. Sio kumpiga, kumuiza. Hakuna mtu anaumiza kitu anachokipenda sana, lakini anakisafisha. Toa ule utapiga sasa mama ndio usirudie tena. Hiyo ni kuna kupiga kwa upendo eti. Lakini angalia watu wanaolea majitu hapa, wengine hapa anakuja hapa anasema hii tutanunua tu. Kuna majitu jamaa fulani hapa kati yetu, unamwaga maziwa kule ndoo nzima, anasema hasitanunua mengine. Yapo, umesikia juzi hapo. Na unajua huyu ametokea mazingira gani? Ndio ndugu. Emmanuel na amesikia vijana uona. Yes. Mimi nataka niulize kidogo swali lingine tofauti na mada hii. Niulize swali lingine kuhusu na mada hii. Lakini nilikuwa nazungumzia, nilisikia kuna mchungaji fulani anazungumzia, anasemaje? Hakuna, tofauti na Wakatoliki, hakuna ibada au misa bila na sadiki. Bila na sadiki. Na sadiki? Na sadiki. Sasa mimi nikafikiria, nikasema kumbe kuna makanisa mengine wanaheshimu na sadiki. Nikamshirikisha mtu mwingine, akaniambia na sadiki ina umuhimu, tena ingekuwa inawezekana hata akasema kwa yeye ingewezekana tusali na sadiki huko tumesimama na tumepiga saluti. Sawa sana. Sasa naona kumbe na sadiki ina umuhimu. Yaani ndio imani ni msingi wetu au ni nini? Sasa nataka nielewe zaidi hapo. Sana. Swali hilo nitajibu tena siku nyingine. Kwa sababu mimi nasema tu sisi tunarudia kindwa vita kaondolewa. Na ndio maana mambo ya pua hii ni walikuja kuvunja zile pua. You cannot find a mummy, ani picha, sanamu na hata mafarao, mwili wa farao ambao ni umebaki intact. Inabaki mikono mizuri, kila kitu, macho, nini, miguu, everything is there. Lakini wanaondoa ile pua, wanakata hapa. Hakuna, huwezi kwenda kukuta sanamu ambayo ina pua sawa imekatwa hii kuonyesha ule ubapa. Si tunapua pana, sisi tunapua pana bana. Hata tukata, Mungu ametengenezea pua ya kuvuta hewa ya kutosha, sio iliyobanwa kama kirasa cha hiyo. Si tulipewa privilege ya kutokana na hali ya hewa hapa. Hii ya hewa yetu nyepesi, kwa hiyo inahitajika nyingi zaidi. Kwa hiyo tumepewa wengine na pua zinaangalia juu, nyingine lakini pana. Wenzetu huko kama wa Irish na wengine unaangalia pua zimebanwa kwa sababu it's very cold there. Tofauti tu tunayo. Mungu ana design na hata mwili una develop kadiri hali ya mazingira. Kwa hiyo wamevunja zile pua. Mimi nimekaa hapo muda mwingi. Ukinapita huko, and then we asked our professor, why is the noses are not there? What happened?
The other parts of the body are there intact. Iko safi tu. But except this thing. Why did they remove the nose? And he was laughing because he knew the answer. It was tampering with the statutes. Na hizi ni wale wazungu waliokuja huko wakambao waliona we have to rewrite history, yani kuandika upya historia, na hiyo hakuona ukutaka wali maintain. Hata hivi miaka kama 10 iliyopita walifanya filamu ya Cleopatra. Mlisikia nyinyi? Walifanya filamu ya Cleopatra na mmoja aliyeigiza ni binti mweusi. It was a row. Ilikuwa matatizo. Why black woman? Lakini wale waliotengeneza filamu walitaka kurepresent the real story of Cleopatra. He was a mixture of an African, Greco-African DNA. Kwa hiyo alikuwa na features za Kiafrika. Lakini wanakataa. Wa Misri halisi wanazungumza lugha ya Kiafrika, sio Kiarabu wala Semitic. Nadhani muelewe hiyo. Egyptian language is not Semitic language. Semitic language ni lugha ambayo ni msingi wake ni wa Kiebrania, wa Hititi, hawa wa Sumerians, Masumeri, hawa wa Asiri, hao ndio lugha Arabic ambayo tunaita Semitic, wa Semiti. Lakini Kiarabu sio Kimisri ya original, sio hata kuzungumza kinavyoandikwa tofauti kabisa. Syntax sio ile ya Kisemiti, ni Kiafrika kabisa. Ni lugha ambayo imetokana na Wanubi huko kusini, Northern Sudan, kutoka Egypt, kutoka Ethiopia, Western Ethiopia. Hao ndio Wanubi. Lakini historia inaandikwa na wenye mbavu. Unaweza kusema Ngowi hakuwahi kuishi because suppose I happen to discover something important. Hata akitengeneza chombo cha pekee huku watabadilisha sema mimi nimesoma vitabu. Ameandika huyu nimesoma vitabu huko Sorbonne, Faransa, Paris pale. And I was very uncomfortable because kila kitu cha pekee hata kama kimefanyika hapa wanakiattribute kwa watu wa nje. Niwaeleze tu kama kuna kabila strong hapa Afrika, hata hapa Tanzania, kabila strong wanasema sio wa Afrika. Na sisi tunasema mimi sio Mwafrika mwenzenu, because we associate ourselves with the poor, with the rich, tunataka kuonekana. Sisi tumepewa kasumba mbaya. Mtu anaona kuwa Mwafrika ni aibu. We are ashamed of our origin. Na hiyo ndio wametunywesha sumu hiyo. And mpaka tunaendelea mpaka leo kwa watoto wetu. We are not proud of what we are. We are not. Mtu anaongea Kiingereza ndio anaona ameelimika. It's very shameful. Ni hatari kweli. Tunaambiwa tuchukue Kiswahili. Hata Kiswahili we prefer to take English. English wewe unaongea na pua zako ni pana, haziwezi kuchuja ile sauti. Ndio hivyo. That's what nawaambia wanafunzi wangu. I don't care about anything. That's the truth. Na kwa hiyo nimekuta watu makabila fulani ambayo ni real, even the name itself. Yaani hata ile jina lenye, ile jina la ile kabila ni la Kiafrika. Utasikia wamevuka bahari, baba zao walivuka bahari ndio wakaingia Afrika. Na kwa hiyo even now they say Kiswahili is not African. I have written a document even mpaka imechukua published huko Ujerumani.
Wanasema nilisaidia na walimu wanaofundisha Kiswahili hapa wana PhD za Kiswahili, na nimezungumza nao nikawauliza nini na nini for some time. Ndio wananiambia chukua kitabu hiki, chukua kitabu. Ni mmoja tu huko chuo kikuu cha Dar es Salaam ameandika article na ikawa jadili na watu wa Kenya hapo Mombasa na kule software. Wameandika but finally wanasema wamekataa. Watu wengine huko wazungu wanasema hata hii ni lugha wanaita ni Kiarabu kilichoharibika. Lakini Kiarabu, syntax yetu ya Kiswahili sio Kiarabu. Mimi nimesoma Kiarabu miaka mingi na sio Kisemiti. Useme Kiebrania ambayo Kiarabu ni mtoto, daughter of hapana, ni lugha ya Kiswahili kabisa. Kiswahili syntax yake sio Kiarabu, haiwezekani, haiendi. Kiarabu hakizungumzi kama Kiswahili, hata kuandika amna. Kwa hiyo how comes that everything changed like that? Kumbe sisi actually ni makabila ya Kiafrika yalikuwa nazungumza lugha hiyo, alafu wakakopa maneno mengi kutokana na biashara na pamoja na Waarabu na Wasumeri na watu wa Ajemi, wa Griki, wa Rumi. Kwa hiyo ikachukua maneno huko ambayo ili waweze kuwasiliana, lakini msingi wake hapa. Ndio maana ni Kibantu kiko ndani kwa wingi, hata syntax yake sio sasa ukisema ndio lengo lao ni kufukia tu kwamba Africans have nothing to contribute to human civilization. Hiyo ndio statement yao. Sasa hivi wanakuwa wameanza kutambua. Na I was very happy kule Ulaya nilipokuwa mwanafunzi kule. Profesa mmoja na hata popular people, watu wa kawaida, alisema bana kitu anachopenda sana ni football. Akasema hapa niwaambieni, kama timu yenu haina mtu mwenye asili ya Kiafrika hapa hatushindi. Walikuwa wanasema, na ndio maana kwa mfano wa Italia walifanya kila mbinu wapate Mwafrika ndani ya timu yao. Ni kama mchawi wa timu. Ndio naamini. You go to Germany, Mjerumani kumpakia mtu mweusi, lakini lazima utakuwa kuna mmoja wawili. Mfungue macho. Waingereza, wa Brazil ndio hawana wa Afrika kabisa. Lakini timu zote zinazo hata even wakina Yamali hawa ni wa Afrika. Mtoto wa hapa Gambia, sio Gambia au ni Morocco, lakini baba Senegal sio hapo. Hayo sio Morocco tu. Usiseme tena ni Mwarabu. Unaona sasa? Hapana. Sasa hivi wanauliza kwa nini Argentina ambayo ilikuwa ndio soko la kununua watumwa, kwa nini hamna weusi? Kwa hiyo imeanza chokochoko tena hiyo na ndio si hiyo inajulikana bwana. Na kwa nini hawataki kueneza tu chuki? Lakini Argentina walifanya systemic elimination of African descent. Na nielewa hiyo lugha. Argentina walifanya kampeni ya kuwamaliza watu weusi wote na wakafaulu. It is written. Na unajua jamani, majitu haya Argentina wakina nani hao? Yes, they have a Latin blood, hata majina kidogo na nini, wana Spanish. Lakini wengi ni kizazi cha Ujerumani. Najua hiyo sio? Wale manazi walikimbilia Argentina. Nadhani mnajua story. Kama msomi huwezi kuelezwa kila kitu. Tujiongeze kwa kusoma. Manake wale walikimbia, hata Hitler they thought that he did not die actually in the bomb. Alitoroka kaelekea Argentina. Those are the things. Na wengi wakina Goebbels, wengi manazi wale viongozi wakubwa
walienda Argentina. Kwa hiyo hata ninapoangalia Argentina huwa nawaangalia kwa mtazamo tofauti mimi, kwa sababu hata mara nyingine I get angry. Ndio wengi wao ni wa Latino, wa Spanish, wengi. Lakini ma Spanish ni watu wa ukabila mbaya sana. Ndio hao walimaliza watu wote huko hizo civilizations ya Chupichi na wote ni wa Spanish hao. Na hata kule wanapocheza mpira hapo kuna wa Spanish wanasomea watu weusi. Nyinyi mmeona sio? Msiseme nisilete chokochoko hapa, lakini ukweli ni kwamba Argentina walimeandikwa wamefanya tunaita ni ni extermination ya watu weusi, systemic ethnic cleansing. Thank you very much. Ethnic cleansing. Walifanya hivyo. Na ndio maana huwezi kupata mtu mweusi Argentina. Hakuna. Na ni nchi kubwa namna ile. Hamna. What happened? Hivi waliwekewa mpaka hapa Chile, alafu Brazil ina watu weusi zaidi ya 40%. Zaidi ya milioni 120 wako Brazil. But on the border there, hamna. Ukienda Paraguay, Uruguay, ukija Colombia, ukija Venezuela, weusi tupu. Mbona imekuwaje hapa? Ndio hiyo yale majamaa yalikwenda kufanya kazi. Waliwaua. Nisikia ni kama alivyofanya Farao alipoanzia kampeni. Yule Farao aliposema watoto wa kiume mkiwaona tu malizia huko. Basi tuache mambo haya. Lakini swali hili ni hilo, kwamba pua zile ziliondolewa na sio kwamba zilivunjika. Hakuna kwa nini zivunjike na mkono ubaki? Tunaendelea, naomba